kwa Kiingereza imeandikwa hapa, imeandika askari, si ndio? Kwa hiyo anaweza kawa askari mgambo, askari polisi, askari magereza, askari nani, si ndio? Lakini tulitafsiri jana kwa tafsiri ya Kiingereza. Ilisemaje? A good soldier. Maana soldier sio askari, ni askari lakini ni mwanajeshi, soldier. Kwa hiyo sisi tunahesabiwa na Paulo kama wanajeshi. Jamani, amina. Maombi ni nini? Maombi ni uwanja wa vita vya kiroho katika ulimwengu wa roho. Si sawa hiyo? Sasa kama ni uwanja wa vita maombi, maanake wanapigana vita ni wakina nani? Wanajeshi. Siku zote wanajeshi ndio wanapigana vita. Mfano wa taifa la Israeli, nchi ya Israeli mpaka leo inapigana vita. Na kanisa, Biblia inasema Mathayo 11:12, tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Jamani, amina. Maanake ufalme wa Mungu unapatikana kwa vita. Na sisi hatupigani kama Wanaisraeli wanavyopigana, tunapigana katika ulimwengu wa roho. Kanisa limepewa kazi ya kupigana na shetani katika ulimwengu wa roho. Na ukimwangalia Yesu alipokuja duniani, alikuja lengo lake ni kuutambulisha ufalme wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Wayahudi walitaka kumkamata ili wamfanye mfalme. Yesu akakimbia akisema, mimi ufalme wangu sio ufalme wa dunia hii. Hata wakati anahojiwa na Pontio Pilato akaambia, mimi ingekuwa ufalme wangu ni wa hapa duniani, ningetuma tu jozi moja la malaika wakanipigania, lakini mimi ufalme wangu sio wa hapa. Maanake alikuwa anatambulisha ufalme wa Mungu katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Sema amina kama unaelewa. Kwa Yesu alikuja kufanya mapinduzi na kutambulisha ufalme wa Mungu katika katika ulimwengu wa roho na kufanya mapinduzi. Sasa Wayahudi walipomkataa akageukia mataifa, tukaipata Injili. Kwa sababu gani? Wayahudi wenyewe walikuwa wanategemea kumpata mfalme ambaye ni mfalme wa kimwili. Na mpaka leo nchi ya Israeli inatazamia Masia atakuja kuwakomboa. Tumeelewana? Mpaka leo. Kwa Yesu alipokuja, huyu mfalme amezaliwa. Kwanza sifa za mfalme kwa Waisraeli, lazima azaliwe kutoka kwenye palace. Kutoka wapi? Kwenye uzao wa kifalme. Wapi? Daudi. Ile itiriko wa Daudi na nini na nani. Yaani azaliwe kama vile Daudi alivyozaliwa mfalme, Sulemani akazaliwa mfalme, Sulemani akazaliwa kina Manase, wakina nani. Jamani, sio kama kuna mtu anaelewa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wale wafalme, mtiriko wa wafalme wengi wa Israeli walizaliwa katika hali ya ufalme. Sasa Yesu amekuja kuzaliwa, anazaliwa katika hori ya ng'ombe. Mfalme gani anazaliwa kwenye hori ya ng'ombe? Umeshasikia wapi? Haiwezekani. Kwa hiyo wakaeka kosa. Mfalme mwenyewe hana bunduki, hana mabomu, hana jeshi. Mfalme wa namna gani? Na ndio maana ngoja niwaambieni siri moja. Kisa cha Yuda kumsaliti Yesu unajua ni nini? Usifikiri kwamba ni pesa, sio vipande 20 vya pesa. Mojawapo ya sababu ambayo ijaandikwa kwenye Biblia, sababu mojawapo, Yuda alikuwa anataka kuja kuwa muazini mkuu wa taifa la Israeli. Ashike pesa, na Biblia inasema alikuwa ni mwizi. Kwa hiyo aliona mapato ya Yesu ni madogo, anataka mapato mengi zaidi. Sasa ni nini? Huyu Yesu yeye amesema ni mfalme. Sasa dawa ni nini? Ni msaliti, alafu aonyeshe nguvu zake kwamba ni mfalme. Akishateka mateka, sasa Petro atakuwa labda waziri mkuu, nani sio atashika nafasi gani? Yeye atakuwa mwaziri. Wewe hujanielewa unachokisema. Jamani, amina. Alichoka na vichenji anavyopata vya huduma. Alitaka hazina kabisa, hazina ya Israeli aimiliki Yuda. Sasa akaamua kumsaliti, na ndio maana Yuda alijinyonga. Mategemeo ya Yesu kujiokoa kama mfalme, kupigana vita, akateka mateka, akawa mjemedari mkuu, akawa mfalme. Aliona matokeo, mbona sio? Yesu mwenye kashikwa, anapelekwa kwenda kuuawa, na mimi nitazamia makubwa siyaona. Dawa nini? Ni nyonge.